Dakika 3. Mheshimiwa Spika, kwa heshima na taadhima, napenda kushukuru kwa kunipa nafasi hii, lakini kabla ya yote nimshukuru tena Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha leo katika siku hii yenye nuru kubwa na upendo iliyotuwezesha kukutana hapa na kufanya kazi hii muhimu kabisa ya kikatiba. Mheshimiwa Spika, kwanza nimshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutuwezesha sisi wa Tanzania kufikia uchaguzi uliofanyika tarehe 29 na kukamilisha kwa amani na utulivu, na kutuwezesha sisi wabunge humu ndani kuweza kuchaguliwa na kuaminiwa na wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwawakilisha. Lakini pili, leo nimshukuru tena kwa kutimiza kazi nyingine ya kikatiba ya kutuletea mwenzetu Dr. Mwigulu Nchemba ili tumthibitishe kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maelezo mengi yametolewa na Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu na mimi nayaunga mkono kwa sababu nathibitisha yote aliyoyasema ni sahihi, na pengine kwa sababu ni mtu wa serikali, kwa wale wana CCM wenzangu niwakumbushe mengine ambayo nadhani Mwanasheria Mkuu hakuandika. Huyu Mheshimiwa Mwigulu Nchemba kwetu sisi tumekuwa naye ni mjumbe wa Halmashauri Kuu ya Taifa miaka mingi, amekuwa mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi kwa muda mrefu, na amekuwa mjumbe wa sekretarieti yetu ya chama, lakini amekuwa naibu katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi. Nawakumbusha wana CCM wenzangu kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan hakukosea. Lakini Mwanasheria Mkuu amesema hapa kwamba ndugu Mwigulu ni mchumi mbobezi. Haya ni kweli, amesomea, lakini wakumbushe tu, kabla hajajiunga na uongozi wa chama na ubunge alitokea Benki Kuu, kuthibitisha kwamba Benki Kuu hawachukui watu hivi hivi tu, wanachukua watu wenye uwezo. Kwa hiyo Mwigulu huyu ametoka Benki Kuu kabla hajajiunga na masuala haya ya siasa. Lakini kwa sisi tuliokaa bungeni muda mrefu tunajua uvumilivu alionao Mheshimiwa Mwigulu kwa mema na mishale mingi aliyopigwa, lakini hajateteleka. Na lakini mafanikio tunayoyaona ndani ya nchi hii, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametekeleza miradi mingi sana iliyotuletea mafanikio, na sisi wabunge leo tunajivuna na tumechaguliwa kutokana na hayo. Lakini mkusanya ushuru ni huyu uliowezesha mafanikio hayo. Kwa hiyo mimi naunga mkono jambo hili, na ningependa waheshimiwa wabunge wenzangu tuliunge mkono kwa 100% ili tumheshimishe Mheshimiwa Rais, lakini tumpe nguvu na Dr. Mwigulu Nchemba yaanze kazi yake vizuri. Nakushukuru sana Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Jenista Jandae. Mheshimiwa Malecela. Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Na mimi kwanza nianze kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kuifikia siku hii ya leo, lakini niungane na waheshimiwa wabunge wenzangu kumpongeza sana Daktari Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais wetu, kwa ushindi mkubwa ambao ameupata katika uchaguzi wa mwaka huu. Tunampongeza sana. Lakini Mheshimiwa Spika, nikupongeze na wewe pia kukalia kiti hicho. Tunakupongeza sana na tuna imani kubwa sana na wewe utatuongoza ili kufanikisha ndoto na maono ambayo tunayataraji. Mheshimiwa Spika, ninaomba kwanza kabisa kabla sijaendelea nitamke
ninaunga mkono hoja ya uteuzi wa Dr. Mwigulu Nchemba kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ninaomba niseme sifa zilizosemwa na mwanasheria mkuu wa serikali ni stahiki na ni sahihi kwa Dr. Mwigulu Nchemba kupata madaraka hayo na kuweza kusimamia nafasi hiyo kubwa ya uratibu ndani ya serikali ili tuweze kufanikiwa kuyafikia malengo, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Spika, pamoja na sifa hizo nyingine ambazo zimesemwa na mwanasheria mkuu, ninaomba niongeze sifa chache. Ya kwanza, Daktari Mwigulu Nchemba ni mtu wa maono. Anayo maono ya kujua taifa letu linataka kwenda wapi. Lakini Daktari Mwigulu Nchemba anajua vipaumbele vya nchi hii. Nini ambacho kinatakiwa kufanyika kwa sasa ndani ya taifa letu la Tanzania. Na kwa nini nasema hivyo? Mheshimiwa Spika, kwanza muungaji mkono aliyetangulia ameeleza vizuri mafanikio ya serikali ya awamu ya 6. Hakika yasingeweza kupatikana kama tungekuwa na waziri wa fedha ambaye hakutekeleza vizuri majukumu yake. Mheshimiwa Spika, wote tunafahamu mapato ya ndani katika nchi yetu ya Tanzania kupitia TRA iliyokuwa chini ya Wizara ya Fedha yameendelea kuongezeka na kusababisha mageuzi makubwa ya maendeleo katika nchi yetu ya Tanzania. Lakini Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Rais wetu ametueleza kupitia ilani ya uchaguzi, lakini ndani ya siku 100 anayo maono yake, anayo malengo yake ambayo yanakwenda kumgusa Mtanzania mpaka wa hali ya chini. Maono hayo yanahitaji waziri mkuu kama Mwigulu Nchemba ili yaweze kutekelezeka. Ninawahakikishia waheshimiwa wabunge kwa huduma hizo za afya, ujenzi wa uchumi, mabadiliko ya kimfumo ndani ya serikali yetu, usimamizi wa serikali, kwa sifa alizonazo Mwigulu Nchemba, ninawahakikishia maono ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan yatakwenda kufanya kazi vizuri. Lakini jambo la mwisho, Mheshimiwa Spika, ninaomba uniruhusu ni washawishi wa bunge na kuhakikishia uwezo wa Daktari Mwigulu Nchemba katika nafasi hiyo unatokana pia na kazi kubwa aliyoifanya akishirikiana na mawaziri wengine, lakini yeye akiwa miongoni mwa mawaziri ambao wametengeneza dira ya taifa tutakayo kwenda nayo mpaka mwaka 2050. Kwa hiyo tunakwenda kupata waziri mkuu anayelitazama taifa hili mpaka miaka ya 2050. Lakini Mheshimiwa Spika, naomba niwahakikishie wabunge, ninafahamu Daktari Mwigulu Nchemba yeye alikuwa ni miongoni mwa wajumbe walioandaa ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025-2030. Tumeletewa waziri mkuu ambaye alikuwa ni mmoja wa waandaaji wa ilani, kwa hiyo anaifahamu ilani hiyo na atakwenda kuisimamia vizuri. Mheshimiwa Spika, Daktari Mwigulu Nchemba ni jasiri, ni msimamizi wa mambo, anataka mambo yatokee. Kwa hiyo bila shaka tumuungeni mkono Daktari Mwigulu Nchemba katika nafasi hii. Tumepata chaguo sahihi na tutakwenda kusimama naye na tutakwenda kutekeleza majukumu yetu, kwanza kama wabunge, lakini tutakwenda kumsaidia Mheshimiwa Rais na serikali kuyafikia malengo ambayo tumejiwekea. Mheshimiwa Spika, naunga mkono azimio hili na ninamtakia kila la heri Daktari Mwigulu Nchemba katika kazi yake hii mpya ya uwaziri mkuu wa Jamhuri. Asante.